miongoni mwa mema ambayo tunatakiwa tuyalinganie katika familia zetu, kuwalingania vijana wetu, ni kuwalingania kunako na amani hii ya nchi yetu. Vijana waelimishwe kunako na hii amani ambayo tunayo. Amani hii ndio inatufanya tunakaa hapa, tunapeana mawaidha, mnasikiliza hutuba, wala hakuna hata wasiwasi. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo watu hawana amani, hata kukusanyika hivi msikitini wakaswali hawana muda huo, na wakiweza kufanya hivyo mara wanasikia kuna bomu limeanguka hapo mbele. Hawana amani, wako msikitini lakini wanaangalia kulia kushotoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu amani imekosekana. Na leo vijana wanaweza wakaiharibu amani kwa kusikiliza yanayopita katika mitandao, kwa kuangalia yanayopita katika mitandao. Kwenye mitandao hii ya kijamii kuna mambo mengi yanapita, vijana wanatakiwa wawe makini. Hakuna anayejua neema ya neema hii, hakuna anayejua umuhimu wa neema hii isipokuwa Muislamu. Muislamu ndiye anayejua umuhimu wa hii neema. Muislamu ndiye anayejua umuhimu wa amani hii, kwa sababu waliopambana mpaka hata uhuru ukapatikana ni Waislamu, kwa sababu walikuwa wanaelewa na wanafahamu umuhimu wa neema hii. Watu walikufa, lakini ikafikia mahala mpaka leo hii sisi tuko katika amani. Kwa katika kuamrisha mema, pia tuwaamrishe vijana wetu, tuwakumbushe vijana wetu, tuwaelimishe vijana wetu waache mihemuko ya kwenye mitandao. Nchi nyingi wamepoteza amani yao, na leo wanaitafuta, wanashindwa kuipata amani. Amani imepotea ndani ya siku moja. Wamechukua miaka nenda rudi, wanatafuta amani lakini hawaipati. Kwa ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi, kila Muislamu amuelimishe Muislamu mwenzake aelewe. Tuwaelimishe vijana waweze kuelewa umuhimu wa amani hii tuliyokuwa nayo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikapelekea tukaivuruga amani yetu ni maandamano. Hasa Muislamu lazima ujiulize kwamba maandamano Kiislamu yanaruhusiwa au hayaruhusiwi. Kijana wa Kiislamu anatakiwa ajiulize kwamba maandamano kidini yapo au hayapo. Maulama wetu wanasemaje kunako na maandamano? Viongozi wetu wa dini wanasemaje kunako na maandamano? Siku moja aliulizwa Sheikh mkubwa al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh mkubwa huyu aliulizwa kunako na maandamano, vipi Waislamu wakaamua kuandamana kutokana na madhila, kutokana na shida, kutokana na tabu ambayo wanaipata, wakaamua kuandamana ili kuondoa matatizo hayo, ili waweze kupata haki yao. Uislamu unasemaje kuhusiana na maandamano? Sheikh akasema, la ara almudaharat an-nisaiyya war-rijaliyya min al-ilaji. Sheikh anasema sioni maandamano ya kuandamana wanaume na wanawake kwamba maandamano hayo ndio solution ya matatizo yenu, ndio tiba ya matatizo yenu. Mimi kwa kama shekhe nasema sioni kwamba maandamano ni tiba. Walakini ara, lakini mimi ninaona annaha min asbabil fitani, kwamba maandamano ni miongoni mwa sababu za fitna. Endapo mtaandamana, yawezekana fitna ikawa ni kubwa katika nchi yenu, yawezekana fitna ikawa ni kubwa katika maeneo yenu. Wa min asbabi shururi, na maandamano ni miongoni mwa sababu ya shari. Mnaweza mkaandamana kwa sababu ya kuondoa shari, lakini huenda shari ikawa ni kubwa kuliko mnavyofikiria. Maandamano yanaleta shari. Wa min asbabi dhulmi ba'd an-nas wa at-ta'adi ala ba'd an-nas bighairi haqqin, na maandamano vile vile
ni sababu ya kuwadhulumu baadhi ya watu. Kwenye maandamano kuna watu ambao wana malengo yao tofauti. Kwenye maandamano maduka huwa yanavunjwa, watu wanaiba. Kwenye maandamano huwa watu wanachoma mpaka na magari yanachoma moto, nyumba za watu zinachoma moto, mali zinaharibiwa, na haya yote yanapatikana katika maandamano. Kwa hiyo Sheikh anasema sio kwenye maandamano kama kuna kheri, kwenye maandamano kuna shari kubwa. Lakini pia kuna kuwafanyia watu uadui pasina kuwa ya haki. Kuwafanyia watu uadui pasina ya haki. Wengine wanaona ya kwamba huyu sisi tumeandamana kwa nini yeye hajatoka. Watu wanamvamia, watampiga, watamtesa, watamharibia mali zake kwa sababu tu yeye hajatoka katika maandamano. Haya ni maelekezo ya maulama wetu, ya wajuzi wetu, kwamba kitu kinachoitwa maandamano, kitu hicho hakifai kidini. Kwa kijana wa Kiislamu anapotaka kufanya jambo, angalia jambo hili limeruhusiwa na dini. Maandamano hayaruhusiwi na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maandamano maulama wanakataza, na watu wakiandamana sharia yake itakuwa ni kubwa kupita maelezo. Kwa kupitia maelezo haya ya mashekhe zetu, vijana chukueni tahadhari kubwa kwa yote yanayopita katika mitandao ya kijamii, yakiwahamasisha kwamba muandamane, mtoke mabarabarani. Tuliache jambo hilo. Sisi Waislamu tunajua umuhimu wa hii amani. Tusijaribu kabisa kuivunja na kuiharibu amani tuliyokuwa nayo. Hii ni neema. Endapo wataiharibu hii amani, watakuja kukumbuka haya maneno ambayo wanaambiwa na Waislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, hutuba yetu ya leo ilikuwa inaelezea umuhimu wa kuamrishana yaliyokuwa mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha ya kwamba anaamrisha mema na kukataza mabaya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.